Haijaisha mpaka iishe. Dakika 90 zingine ni ndani ya Afrika ya Kusini. Hii leo kwa upande wa klabu ya Simba wanashuka dimbani kuvana na Stellenbosch majira ya saa 10 kamili kwa masaa ya hapa Tanzania, na tunafahamu kwamba ni moja ya mechi ambayo itakuwa sio rahisi, hasa kwa kile ambacho waliweza kukionyesha kwa upande wa Stellenbosch pale Zanzibar, na hii yote ni ukomavu wa hali ya juu ambao waliweza kuonyesha. Hata kwa upande wa Simba wanafahamu kwamba ni mechi ambayo itakuwa ngumu zaidi. Sasa tayari kwa upande wa Mwalimu Fadlu Davis ameweza kuandaa jeshi lake na amekuja na mfumo wa 4-2-3-1, ama mfumo unaweza kubadilika ukawa 4-3-3 kulingana na aina ya wachezaji na namna ambavyo anataka kuwatumia. Sasa kabla sija kutajia hapa kikosi, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu sana tuweze kuangazia hapa kikosi kwa upande wa klabu ya Simba ambacho kinakwenda kuvaana na Stellenbosch hapo baadaye. Kwa upande wa golini yupo Moussa Kamara. Kwa upande wa mwalimu anamtegemea Kamara kama muhimili wa safu ya ulinzi. Ana majukumu makuu ya kusimamia eneo la hatari, kupangilia safu ya mabeki na kufanya maamuzi ya haraka katika mipira ya juu kama kona pamoja na cross. Kamara anajulikana kuwa na uwezo mzuri wa kuokoa mipira ya karibu na maamuzi ya haraka anapokutana na washambuliaji ana kwa ana. Lakini pia kwenye upande wa beki ya pembeni kulia yupo Shomari Kapombe. Kapombe anatakiwa kutoa uwiano kati ya kurinda na kushambulia. Ana jukumu la kuzuia mashambulizi ya Stellenbosch kupitia kwenye eneo la pembeni, lakini pia kuisukuma timu mbele kwa kupanda na kuweza kupiga cross za hatari. Tunafahamu ni mmoja mchezaji ambaye ana uzoefu mzuri, lakini pia unampa nafasi nzuri zaidi ya kuendelea kupanga safu kwenye eneo la nyuma na kusaidia viungo wa pembeni kulingana na vile ambavyo amekuwa anacheza kwa upande wake. Wakati huo beki wa pembeni kushoto yupo Mohamed Hussein Zimbo Jiyara Shabalala. Tunafahamu kwa upande Mohamed Hussein anatumika zaidi kwenye eneo la kushambulia kupitia beki ya kushoto, lakini pia ana uwezo mzuri wa kupiga cross kuelekea kwa washambuliaji, lakini pia analazimika kuwa makini kuzuia mashambulizi na kasi ambao atakuwa akionyesha kwa upande wa Stellenbosch. Tunafahamu ana uwezo mzuri wa kupandisha timu na kupunguza pressure kwa kushirikiana na wachezaji wenzake. Lakini pia nikienda kutizama kwenye eneo la mabeki wa katikati yupo Chamu Karabu. Kwa upande wa Chamu, jukumu lake kubwa kwa kiongozi kwenye eneo la ulinzi, mbali na kukaba anatakiwa kuwa mtulivu katika kutoa pasi fupi kwa viungo wa eneo la katikati, lakini pia na kuweza kuanzisha mashambulizi kutokea kwenye eneo la nyuma. Uwezo wake wa kusoma mchezo unatarajiwa kuzuia mashambulizi ya moja kwa moja kwa washambuliaji wa Stellenbosch. Wakati huo kwenye eneo hilo hatakuwa peke yake, atasaidiana na Abdulrazak Hamza. Kwa upande wa Abdulrazak tunafahamu yeye ataungana pamoja na Chamu kuhakikisha eneo kuwa sahihi ama kuwa eneo lao la ulinzi kuwa gumu zaidi kuvunjika. Tunafahamu ni moja beki ambaye amekuwa ni mtulivu, tunajua kabisa pia ana uwezo wa kukabiliana na washambuliaji wa kiutofauti tofauti. Hata kwa upande wa Stellenbosch anafahamu kwamba kulingana na maarifa alionayo atasaidia vizuri kuweza kuweka ulinzi kwa eneo la uimara zaidi. Lakini pia nikienda kutizama kwenye eneo la viungo yupo Yusuf Kagoma kama kiungo mkabaji. Tunafahamu kwa upande Yusuf Kagoma ndio nguzo ya kukata mipira ya wapinzani kabla haijafika kwa mabeki. Ana jukumu la kuharibu mashambulizi ya Stellenbosch, kupora mipira na kuirisha kwa haraka kwa viungo wa mbele. Anatarajiwa kuwa na nidhamu kubwa ya kimbinu ya kuepuka kupoteza nafasi. Wakati huo atasaidiana na Fabrice Ngoma. Kwa upande wa Ngoma, yeye anabeba jukumu la kuunganisha safu ya ulinzi na safu ya ushambuliaji. Ana uwezo wa kutoa pasi sahihi ya kubadilisha kasi ya mchezo. Mwalimu anamtumia kama engine ya timu, akisaidia kushambulia na pia kurudi kusaidia kukaba pale ambapo inabidi. Wakati huo pia Jean Charles Ahoua yupo kwenye eneo la kiungo mshambuliaji. Ahoua ndiye mchezaji mwenye ubunifu kwenye eneo la mbele. Mwalimu anatarajia kwamba huyu ndiye mchezaji ambaye atakuwa anatengeneza nafasi kwa washambuliaji wa mbele, lakini pia kuendesha mashambulizi ya kushtukiza na kujaribu kupiga mashuti ya mbali. Ana uwezo mkubwa wa kupenya na kuweza kupiga pasi za mwisho. Lakini pia Kibu Dennis moja kwa moja ataonekana kwenye eneo la winga ya kulia. Kibu tunafahamu yeye ndiye amekuwa silaha kubwa ama chombo cha kuvuruga mabeki kulingana na nguvu yake, lakini pia na kuweza kulinda mpira. Ana jukumu la kupenya na kuweza kutoa cross na pia kuingia katikati kushambulia. Na tunafahamu anaweza pia kutumika kuzuia kwenye eneo la ulinzi na kuweza kupandisha mashambulizi. Kwa hiyo atakuwa na majukumu makubwa zaidi kwa upande wake. Wakati huo pia Elim Panzu. Kwa upande wa Mpanzu tunafahamu yeye atafanya kazi kama mfungaji wa pili na mtoa msaada. Tunafahamu ana kasi nzuri na ana uwezo wa kudhibiti mpira akiwa kwenye kasi. Anatarajiwa kuchanganya kupiga cross na kuingia ndani na kutafuta nafasi ya kupiga mashuti, akicheza kwa kubadilisha mwelekeo wa mashambulizi. Wakati huo kwenye eneo la ushambuliaji yupo Leonel Ateba Mbida. Kwa upande wa Mwalimu amekuja na mabadiliko hayo. Tunafahamu kwa upande wa Ateba ndiye kinara wa mashambulizi kwa upande wa klabu ya Simba. Hivyo Mwalimu anamtaka kuwa na uwezo wa kusimama katikati ya mabeki na kuwavuta mabeki ili kutengeneza nafasi kwa wachezaji wengine
na muhimu zaidi kumaliza nafasi zitakazokuwa zinatengenezwa. Ana jukumu kubwa kutumia nafasi ndogo ndogo ambazo atakuwa